Bwana Yesu asifiwe sana. Leo nimerudi, nataka nikueleze kwa ufupi sana kwa habari ya Valentine Day. Ndugu yangu, moja kati ya siku ambayo ni hatari sana na ya kutisha kwenye maisha ya watu ni Valentine Day. Nataka nikueleze. Je, mtu unayempenda unaruhusiwa kumpenda kwa tarehe hiyo ya kesho, kumuonesha kwamba unampenda? Aidha mtu unayempenda inatakiwa muoneshe siku zote kwamba unampenda na unamjali na kumlinda na kumpatia zawadi. Utajikuta kwamba mtu unayempenda siku zote, wakati wote, masaa yote, tarehe zote na miaka yote, lazima tu una wajibu mmoja wa kuhakikisha kwamba unamuonesha kuwa unampenda. Kwa mfano, unaweza kukuta sasa hivi kuna ndoa ambazo hazina amani, uchumba hauna amani, lakini mtu ashapigishia kwamba kwenye siku ya Valentine ndio siku ya kusolve. Nijitungue zawadi. Nijitungue zawadi. Mtu anakuandalia zawadi, simu kali au mavazi au mavyakula au manini. Ndugu yangu, nataka nikueleze, katika siku ambayo watu wengi waga wanaharibikiwa, ile siku inayoitwa Valentine Day. Kuna mtu mwingine hata ukimuuliza Valentine Day ni nini, haelewi. Imetoka wapi, haelewi. Kwa nini? Hajui chochote. Ni hatari sana. Usisherekee kitu usichokijua. Kwenye Valentine kuna mtu mmoja anaitwa Saint Valentine huko Rumi. Huyu bwana aliuawa na emperor, kiongozi wa Kirumi wakati huo, ambaye anaitwa bwana Claudio wa pili, baada ya kugundulika tu kwamba ana mahusiano ya siri. Ana mahusiano ya siri na binti ambaye alikuwa ni wa Kikristo. Kwa hiyo jamaa yule akaliwa kichwa kwa sababu ya kitu kinachoitwa mahusiano. Sasa siku ya Valentine, kesho, kuna watu wengine mtaliwa vichwa. Wokovu wenu utaanza kuanguka siku hiyo ya Valentine. Kuna watu ndoa zenu zitaanza kupata shida siku hiyo ya Valentine. Lakini pia kuna watu hata kazi zao wanaweza kufukuzwa kazi, wakasababisha hasara kubwa kwa sababu ya Valentine. Lakini pia kuna wengine mtaingia kwenye migogoro mikubwa kwenye familia zenu na mahusiano yenu kwa sababu ya Valentine. Ndugu yangu, wewe mwanaume, wewe mwanamke, wewe binti ambaye umekwisha kuchumbiwa, jukumu la kumpenda uliye naye ni la siku zote, ni la tarehe zote, ni la wakati wote, sio la siku moja. Sio la siku moja. Kwa hiyo usiadaike na zawadi yoyote ile. Na jinsi ilivyo ni kwamba utapewa zawadi na zawadi hiyo itakumaliza. Hii imesababisha siku ya Valentine, ndugu yangu, piga hesabu vizuri. Kuna wengine mnaelea watoto ambao sio wa kwenu. Mama anapata mtoko, anambia huyu ni BFF, wala sina mahusiano naye, lakini ni BFF. Umeliwa. Acha kujikokotea matatizo. Siku ya Valentine ni siku ambayo ina hasara nyingi sana kwa watu waliookoka. Ni siku ambayo ina hasara nyingi sana kwa watu ambao wanasema wanampenda Mungu. Mimi naweza nikasema Valentine ni kama kaburi kubwa ambalo kazi yake ni kumeza watu na kudondosha watu na kuwafanya watu wawe mbali na Mungu wao. Ndugu yangu, usiadaike na zawadi yoyote ile. Hakuna zawadi kubwa, hakuna zawadi ndogo. Ukipewa zawadi leo kabla ya Valentine, pokea kwa mikono miwili. Ukipewa zawadi kesho au siku yoyote ile, pokea. Lakini pia katika yote, Biblia inasema, linda sana moyo wako kuliko yale yote uyalindayo, kwa kuwa ndiko zitokako chemichemi za uzima. Huduma yako inaweza ikafia siku ya Valentine Day. Ndoa yako inaweza ikafia siku ya Valentine Day. Kwa sababu ni siku ambayo shetani yuko kazini vibaya mno. Ingawa yuko kazini siku zote, lakini yupo kazini kupita maelezo. Valentine is not a biblical day. Is not a biblical day. My friend, be very, very careful. Kuna mwingine sasa yuko anawaza hujapata zawadi mpaka sasa hivi. Na unawaza kwa jinsi unavyomjua yule mama au yule baba au yule mchumba wako, hiyo ni vita. Valentine Day ikipita hujatoa zawadi, hiyo ni vita. Ndugu yangu, kwa nini uingie kwenye vita? Swala kutoa zawadi fanya kuwa ni swala endelevu la miaka nenda rudi. Fanya kila siku. Mungu amekubariki, fanya. Usisubiri Valentine Day, fanya tu wakati wote.
Lakini pia usiuze utu wako kwa sababu ya Valentine Day. Usiuze huduma yako kwa sababu ya zawadi ya Valentine Day. Usiuze afya yako kwa sababu ya Valentine Day. Hiyo ni siku kama siku zingine. Na mbaya zaidi, waliokoka mnasherehekea Valentine Day, wapagani Valentine Day, waabudu mashetani Valentine Day. Hello, let us be careful. Biblia inasema kumalizia, msifatishe namna ya dunia hii. Dunia hii inatufundisha Valentine Day. Dunia inatuletea Valentine Day. Kwa mfano kesho ni Jumamosi. Kuna mazoezi ya praise, kuna mazoezi ya kwaya, kuna mtu hata kanisani hata kwenda atakuwa kwa Valentine. Umeliwa, umepotea. Kanisani wengine utashindwa kwenda kwa sababu wamekesha, walikuwa kwa Valentine. Walikuwa party. Walikuwa kwa Valentine. Ndugu yangu umepotea. So, Valentine is not a biblical day. Be very careful. Be very, very careful. Be blessed.